Wakaliga mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumbale Babas, mwandishi msomi kutokea Arusha. Huu ni uchambuzi wa siasa kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kwa kiasi kikubwa tunajikita kwenye uchaguzi kwenye majimbo, hasa kwenye ndani ya vyama, kura za maoni za kuwapata wawakilishi wananchi kwenye majimbo tofauti tofauti. Kwa siku ya jana na juzi kulikuwa kuna mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi pale Dodoma. Mkutano ambao umeleta mabadiliko makubwa ya uchambuzi na mustakabali wa siasa. Kwa kuyatazama majimbo, tutaanza kufanya uchambuzi upya, maana kila kitu kimebadilika. Mambo yamebadilika kutokana na kauli ambazo zimetolewa na mwenyekiti wa chama hicho taifa, Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kauli yake imebadilisha mambo mengi na mustakabali wa siasa, tofauti na vile ambavyo tulikuwa tukitazama awali. Na wale ambao huwa wanafanya biashara za mitandaoni huwa wanafahamu kauli za viongozi kwa wakati mwingi huwa zinayumbisha uchumi wa dunia. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa leo hii mtanange majimboni, tutajadili mustakabali wa majimbo baada ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi uliodumu kwa muda wa siku mbili pale jijini Dodoma. Na siku hizo mbili, siku ya kwanza haikuleta shida kabisa, lakini siku ya pili baada ya Gwajima kutajwa, mambo yakabadilika kabisa katika mustakabali wa siasa kwenye majimbo. Kuna vitu vitatu ambavyo vilielezwa na mwenyekiti wa chama hicho taifa. Cha kwanza, akiwaelekeza wale wanaofanya maamuzi kwenye vikao kwa ajili ya kuwapitisha wagombea mbalimbali katika nafasi mbalimbali, watende haki, wasimpendelee mtu na wasimwonee mtu. Lakini kile ambacho kiliwavutia zaidi na kikapigiwa makofi na watu wengi zaidi, watu wengi wanaweza kusema ni swala la Magwajima. Lakini Magwajima likopo ni kitu cha kwanza ambacho kilizungumzwa. Kitu cha pili kilizungumzwa kuhusiana na watu wasiojua ngoma watakosea step. Lakini kitu ambacho kilishangiliwa zaidi ni kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ametumwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wa chama hicho, lakini pia hakuna mgombea yeyote ambaye atatumwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi ambaye ni rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Patamu hapo. Tuanze kuchambua hizi kauli tatu zimeleta mabadiliko gani majimboni. Ya kwanza, angalieni msije mkaleta makina Gwajima. Makina Gwajima weke kando. Tafsiri yake ni nini? Hapa hajamzungumzia mtu mmoja. Amezungumza watu ambao wana tabia za kina Magwajima. Watu ambao wana kile ambacho kinatafsiriwa kwamba hawa ni kina Magwajima. Sasa unaweza ukajiuliza, hapa anayezungumziwa ni Gwajima kama Gwajima au zinazungumziwa tabia za watu ambao wametajwa kama kina Magwajima? Leo hii ukisema kwamba tunalitafsiri jina, tunamtafsiri mtu, utakuwa unakosea kwa sababu angetajwa kwa umoja wake. Lakini mwenyekiti hapa alitaja kwa wingi. Kwa wingi huu unamaanisha kwamba sio mtu mmoja alikopo anazungumziwa. Makina Gwajima wanatafsiri ipi katika tabia zao kwa wanasiasa ambao wanafuatilia? Cha kwanza, ukimtazama Gwajima ambaye anatajwa kama ndiye mtu ambaye amefikishiwa huu ujumbe, ambaye nyuma yake kuna watu wengi kwa maana ya idadi, lakini inaonekana ni mwana CCM ambaye ni mbunge ambaye hakufuata utaratibu wa namna ya kuishauri serikali ama kuikosoa serikali kupitia mifumo ya chama ambayo imejiwekea. Kwa hiyo hawa wanaenda kufanya maamuzi, wanaambiwa kwamba msituletee watu ambao watairushia mawe serikali na chama, huku wao pia wakiwa wanachama, kama ambavyo imefanyika hizi siku zilizopita na mtu ambaye anatajwa kwa jina hilo. Lakini bii yake ni nini? Bii yake pia, msije mkamuonea mtu ambaye alikuwa wa kwanza na kumkata mkampa mtu wa tatu, wa nne, wa sita au wa pili, kama ambavyo ilitokea Kawe. Huyu mtu ambaye amepewa wingi wa Magwajima hakuwa mtu wa kwanza, hakuongoza kwenye kura za maoni. Kwa hiyo kama hakuongoza, inaona kuna mtu alionewa, ndipo yeye akapewa nafasi hiyo. Kwa tusije tukampa mtu nafasi ya kuwa mbunge au kumpitisha kuwa diwani hata kama hajakuwa mtu wa kwanza, kwa kumuonea, kwa kumkata mtu wa kwanza. Kama naona hafai, huku awali kwenye michakato huku ya mwanzo huku
basi huyo mtu muondoe mapema kwa kuziangalia sifa zake na tabia zake, na mwambie kwamba tunakuondoa kwa sababu 1, 2, 3 kabla tujafika mbele. Ni miongoni kati ya tafsiri ambazo wachambuzi wa siasa wanazipata kutokana na kauli yake ya kwanza ya Magwajima, na watu hapa walishangilia sana. Kauli ya pili katika eneo hilo ambayo imebadilisha pia mustakabali wa siasa kabisa majimboni, yaliposema kwa kutolea mfano kwamba kuna mwimbaji mmoja Zanzibar alieleza kwamba ngoma isiyo yako lazima utakosea tu step. Hapa tafsiri yake ni nini? Chama cha Mapinduzi kuelekea 2025 kinatamani au kinatarajia kuwaona wana CCM halisi ambao wanatokana na chama hicho wakipata nafasi za uongozi. Na hii ina maana kwamba ndani ya CCM ukiwauliza vizuri wanasema sisi ni CCM asili, na pia kuna CCM ambao waliletwa na upepo fulani. Kama unavyofahamu, siasa za 2015-20 ziliwatoa wana vyama vingine vya upinzani wengi ambao walijiunga na CCM, kama ambavyo pia siasa za mwaka 2015 kurudi nyuma ziliwatoa na CCM ambao walienda upinzani. Kwa kauli hii ya kusema kwamba mtu asiyejua nyimbo au ngoma fulani akaingia kwenye ngoma hiyo lazima tu atakosea step, tafsiri yake ni kwamba kuna watu ambao sio wana CCM kwa asili, ama walikuwa ni wana CCM wakaenda vyama vingine wamerudi CCM. Hao hawezi kuwa kama wana CCM halisi ambao wao wanajua namna gani ya kumkosoa kiongozi wao kupitia vikao rasmi, wanajua namna gani ambavyo vikao vina nguvu ya kufanya maamuzi kwenye kile ambacho wanakishauri. Kwa hiyo hii imebadilisha picha kwenye majimbo. Kuna wale wanaamini sasa ni wakati wana CCM halisi kupata nafasi za uongozi, na wale ambao sio wana CCM halisi, viongozi wanaofanya maamuzi hawastahili kuwaogopa na kuwapa nafasi ya kurudi tena kwenye majimbo hayo. Na huu ni mwiba mkali sana ambao unaenda kuwajeruhi wale ambao waliwahi kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa wingi wao, na walipofika CCM wana CCM wakanyimwa nafasi ya haki ya kushindana nao na kulazimisha hao watu wagombee ndani ya CCM na wakawa wabunge. Lakini wengine pia hawakuongoza kwenye kura za maoni, lakini tu kutokana na kwamba kwa siasa na upepo wa kipindi kile ilikuwa inawaforce wapewe nafasi ili warudi bungeni, ili kutokuwakatisha tamaa watu wengine ambao wapo kwenye vyama vya upinzani ambao walikuwa wanaamini kwamba hawana nafasi ndani ya CCM. Kwa hiyo hili la pili pia lilishangiliwa sana. La tatu ambalo lilishangiliwa sana ni lile ambalo mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoeleza kwamba katika vikao hivyo vya maamuzi na huko chini watu wasiende wakasema kwamba wametumwa na yeye ama wametumwa na Dr. Hussein Mwinyi kwamba wakagombee, kwamba ni wagombea wao. Lakini pia waliopo chini wasiseme kwamba huyu ametumwa, labda huenda huyu Mheshimiwa Rais anamtaka. Haya maneno sio mageni sana tunapoelekea katika uchaguzi. Lakini yeye aligongelea msumari kwa kusema hivi: mimi na Dr. Mwinyi tuna nafasi zetu, mimi na viti 10 na Dr. Mwinyi ana viti 10. Kama mimi namtaka mtu kwenda bungeni, nitatumia nafasi yangu niliyopewa kikatiba kumteua aende bungeni. Lakini pia Dr. Mwinyi kama kuna mtu anamtaka, ana nafasi yake kikatiba ya watu 10 ya kuwateua. Hicho kitu hakikuwahi kuongelewa awali na kiongozi yoyote mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, hasa katika nafasi hiyo ambayo ni mwenyekiti, ni mtu ambaye anawatafuta watu ambao wataenda kuiunga mkono serikali katika kuunda serikali ya baraza la mawaziri. Huenda alichosisitiza ni kwamba wachaguliwe watu wazuri ambao serikali inaweza ikawatumia na ikawatuma kufanya kazi. Hapo amevunja mzizi wa fitina kwa kiasi kikubwa, na imebadilisha hali ya siasa majimboni kwa sababu kubwa moja. Unaenda kuwapunguzia nguvu watu ambao walikuwa wanaonekana kwenye chama kama wana nguvu. Mfano, mawaziri. Ilikuwa ni ngumu mtu kuthubutu kupambana kwenye jimbo ambalo kuna waziri wa wizara yoyote, lakini kwa hii kauli ambayo Mheshimiwa Rais kaeleza kwamba mimi na viti vyangu 10, kama huyo waziri anamtaka basi atamteua ikiwa atakosa nafasi ya jimbo. Kwa sio kigezo kwamba huyu ni waziri, sisi kama wafanya maamuzi ndani ya chama, rais ana matumizi naye tumrudishe. Huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni mkuu wa wilaya, huyu ni kipenzi cha Mheshimiwa Rais kwa sababu huaga tunamuona yuko karibu naye. Kama angekuwa anamtaka, asingemwambia kagombea, angesubiria kwa mujibu wa katiba
baada ya mchakato kupita, basi amteue kuwa mbunge kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo hii kauli wana CCM wengi wameishangilia na kuifurahia, kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza kiongozi wa ngazi ya juu kueleza kwa namna ambavyo yeye hawezi kumtuma mtu, tofauti na miaka iliyopita. Kuna rafiki yangu mmoja alinieleza kwamba kiongozi ndani ya chama, kwamba ilifikia wakati kuna mgombea mmoja sasa hivi yuko bungeni alifanya lobbying ya kumtafuta mtu aliyekuwa na uwezo kuongea kwa sauti ya kiongozi ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa chama wakati huo. Kwa hiyo alipokuwa akikutana na wale viongozi wafanya maamuzi, anapiga simu, alafu huyo mtu anaigiza sauti ya kiongozi huyo, anaeleza kwamba huyo ndo nimemtuma, nataka mpe ushirikiano apite. Kwa hiyo viongozi walikuwa wanabeba mzigo wa kumwezesha huyo mtu au kumpambania huyo mtu ashinde kwenye ngazi ya ubunge. Kwa hiyo kupitia hili sasa, hakuna mtu yeyote atakuwa na ujasiri wa kusema kwamba ametumwa na Mheshimiwa Rais, kwa sababu tayari yeye kashajipambanua kwamba angekuwa na kutaka, basi ana nafasi ya kukuteua. Kwa hiyo nenda ukapigane, ukapambane, ushinde kihalali. Kwa hiyo imeleta neutral ground, imesababisha wana CCM wajione wako huru na chama chao, lakini pia imewapa watu ujasiri wa kwenda kushindana kwenye majimbo bila kuangalia na shindana na nani, kwa sababu wote wamekuwa wanachama wa kawaida, wamekuwa na nguvu sawa, wakashindane kwenye nguvu zingine sasa, na sio za kusema kwamba mimi ni waziri wa Mheshimiwa Rais ananihitaji, nataka kufanya naye kazi, mimi nilikuwa mkuu wa mkoa, kuna sehemu anataka nikamsaidie kazi kwenye serikali yake. Angekuwa anataka hayo, angekuteua au atakuteua. Kwa hiyo mchakato wa kwenda majimboni sasa hivi umekuwa wa moto kweli kweli, kwa sababu umeongezea watu hari ya kwenda majimboni na kupambana bila kujali hapa ni kwa spika, hapa ni kwa waziri mkuu, hapa ni kwa waziri wa kawaida, hapa ni kwa naibu waziri. Mambo yamekuwa moto kweli kweli majimboni. Ni kauli ambayo imerejesha matumaini mapya kwa wana CCM ambao walikuwa na matarajio ya kuhitaji kupambana kupata nafasi hizo majimboni, lakini pia wanachama wa CCM wamefurahi, wameona kama ni chama kimerudishwa kwenye mikono yao. Kamati ya siasa ya wilaya, ya mkoa pamoja na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi inaeleza kwamba ni miongoni mwa baadhi ya watu wanaenda kufanya maamuzi katika kuwarejesha wale ambao watakuwa wanastahili kupigiwa kura kwenye kura za maoni za ndani ya CCM. Kwa hiyo na wenyewe pia wamepewa nafasi hiyo ya kuwa huru na kuona kwamba tuna nafasi ya kufanya maamuzi bila kumwonea mtu, bila kumpendelea mtu, lakini pia imeleta nafasi ya kuonyesha kwamba mstakabali wa viongozi ambao Mheshimiwa Rais anawataka ni namna gani, viongozi ambao wanaweza kwenda kumsaidia kazi. Sasa ukitazama baada ya kauli hizi, tutapata wagombea wa namna gani ndani ya CCM? Tukiwa tunamalizia tu, tutapata cha kwanza, wagombea ambao wana uwezo wa kurudishwa ni wale wana CCM halisia, wale ambao walipita wakaenda Chadema, sio wakaenda ACT, wakaenda Chauma, wakarudi CCM. Wana nafasi ndogo sana ya kutoboa kwenye hivi vikao vya maamuzi. Lakini pia wabunge ambao walipata nafasi ya kuingia bungeni wakawa wanaikosoa serikali na chama bila kufuata taratibu ambazo zimewekwa kikanuni na chama hicho, huenda na wao wakawa na wakati mgumu. Ukitoa tu ya Magwajima, kwenye Magwajima kuna wengi ambao wataingia kupitia hizo kamati, huenda wakathekelewa mbali na wasirejeshwe kabisa kwenye kura hizo za maoni, kwa kuelezwa kwamba walikuwa na kiuka au walishakiuka utaratibu wa namna kukosoana na kuelekezana ndani ya chama hicho. Lakini pia hata wale ambao walitoka upinzani wakahisi wana nafasi ya kufanya vizuri ndani ya CCM. Kwa uchaguzi huu sioni mahali popote wanaweza wakatoboa kutokana na hizi kauli, kwa sababu wataenda kucheza step ipi ambayo hawajui. Na tumeona kwenye baadhi ya majukwaa kuna baadhi ya wana CCM walitoka Chadema wakashindwa kuielewa hata salamu ya Chama cha Mapinduzi, wakawa wanasalimia kwa salamu ya chama cha Chadema, ndio kukosea step huko. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka huu 2025 majimboni kwa kiasi kikubwa umeathiriwa au umepewa matokeo mengine, inaweza kuwa hasi au chanya kutokana na mkutano mkuu ambao umeisha. Kauli ya mwenyekiti wa chama huwa ni maelekezo na inaleta athari kubwa sana, na athari ambazo tunaziona zitaenda kujitokeza kama wachambuzi wa masuala ya siasa, huenda kupitia hivi vitu vitatu ambavyo tumevieleza hapa mwenyekiti wa chama hicho Dr. Samia Suluhu Hassan alivyovieleza kwenye Chama cha Mapinduzi, ikiwemo hiyo ya Msongeteki na Magwajima. Hapa tunatoa kabisa wabunge ambao walikuwa wanaonekana wanaikosoa serikali hadharani ama katika namna ambayo chama hicho hakijaweka utaratibu huo kama Magwajima alikuwa anafanya. Lakini pia tunawaondoa pia wale wabunge ambao hawakuongoza kwenye kura za maoni, alikuwa ni mtu wa 6, mtu wa 5, mtu wa 2. Sasa safari hii
asipoongoza kuwa wa kwanza huenda akaondolewa pia na hii kauli. Lakini pia kauli hii inaenda kuondoa wale ambao sio CCM kiasili. Kwa maana alitoka Chadema akaenda CCM, au alikuwepo CCM akaenda Chadema akarudi tena CCM, kwa maana anashindwa kuendana na step hiyo. Na hawa ni wabunge wengi ambao waliingia kwenye bunge hili, huenda tukawakosa. Lakini cha tatu ni ile kauli yake kusema kwamba hajamtuma mtu, wala wao hawajamtuma mtu yeye pamoja na Daktari Mwinyi. Itaenda kuwaondoa wabunge wengi ambao labda ni mawaziri au ni manaibu waziri, ambao walikuwa wanaamini kwa kofia zao za kuwa waziri au naibu waziri, akienda kwenye kamati za siasa za wilaya ama mkoa atawatisha au watatishika, wakiamini kwamba bado Mheshimiwa Rais ana matumizi nao. Kwa hiyo kupitia kauli hizi tatu, japo zilishangiliwa, watu wakijua kwamba wanashangilia Gwajima anasulubiwa, lakini huenda zikaenda zikawasulubu wabunge wengi, na tukaona sura mpya nyingi zaidi kwenye bunge linalofuata, tofauti na ambavyo miaka mingine imekuwa. Na hilo bunge huenda likapoteza sura za baadhi ya mawaziri na manaibu waziri ambao hawajafanya vizuri kwenye majimbo yao. Walikuwa kiamini kwamba kuwa waziri au kuwa naibu waziri huenda kukupa nafasi ya wewe kupita kirahisi ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kauli hizi tatu za Magwajima au zilizoletwa na jina Gwajima zimefikisha message ya kutafakari sana kwa wabunge waliopo bungeni. Na mimi ningekuwa ni mshauri wao, wengi ningewashauri ambao wanaangukia kwenye hizi karakta tatu, ningewashauri kiinua mgongo chao wakafanyie mambo mengine, au watumie kiasi kidogo cha kiinua mgongo kwenye masuala ya siasa, kwa sababu huu mchakato kwa kiasi kikubwa utaenda kuwaweka wabunge wengi nje. Kunawezekana ukawa hauna hizi sifa tatu nilizozitaja hapa, lakini ukawa ni mbunge ambaye hauna mchango wowote kwa serikali. Sababu moja kati ya kauli nyingine aliyosema Rais Samia ni kwamba hizi kamati zinaenda kufanya maamuzi zikawalete wabunge ambao wakitumwa kazi wanaweza kuifanya, au watasimamia kazi fulani ambao watapewa na serikali na chama. Kwa tunaona pia kuna wabunge vilaza kupitia kauli hii hawawezi kupata nafasi pia ya kupenya. Kwa hiyo ndio maana nashauri sana wabunge vinua mgongo vyao wavihifadhi, ama kama watavitumia kwenye siasa wasitumie vyote, kwa sababu uhakika wa kurudi kwa aina ya bunge lililopo na hii hotuba ya kufunga kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambacho Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameeleza, wabunge wengi siwaoni wakiwa mchezoni. Wabunge wengi watakuwa nje ya mchezo kwa mwaka 2025-30. Tutakuja kuzungumza wakati mwingine katika jimbo la Kawe kwenye mtanange majimboni. Kwa nini Rais Dr. John Pombe Magufuli hayati huyu alimhitaji Gwajima katika kipindi cha mwaka 2020? Alikuwa anataka nini kwa Gwajima? Je, matumizi ya Gwajima 2025 yalikuwa sahihi? Na kwa nini ilitoka na kauli ambazo kila mmoja anaona kama ni tatizo? Tutakuja kuzijadili wakati mwingine kwenye mtanange majimboni tutakapoliangazia jimbo la Kawe kwa ukubwa zaidi. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumbale Babas. Je, Magwajima na hizi kauli tatu ambazo tumezijadili kwa siku ya leo, unaona zinawafanya wana CCM walikuwa wanahitaji kugombea kuwa na moyo zaidi wa kugombea, au zimewakatisha tamaa wengi? Na habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.